Mwalenga vijana au wanafunzi baada ya kuona kwamba hawa ndio taifa ambalo tunategemea kwa kesho. Hawa wakipata uelewa watakuwa ni mabalozi kwa mitaani, lakini pia hawa ni wahanga wakubwa wa masuala hayo ya dawa za kulevya pamoja na udhalilishaji. Hivyo basi tumefanya elimu hii ili tunatarajia kupunguza au kuondosha kabisa haya masuala ya udhalilishaji katika jamii zetu, pamoja na masuala ya kutumia dawa za kulevya, hasa kwa kuanzia hawa vijana wadogo, ambapo huku ndo msingi imara tunakojenga. Tumekuja kwenye jamii ambapo moja kwa moja inagusa direct kabisa, tumekuja chini kwenye jamii ili basi elimu hii iweze kutumika zaidi, inaweze kuwanufaisha wao pamoja na vijana wenzao wakirudi huko majumbani. Sheria ni msumeno, inakata kote kote. Ukiwa unatumia madawa ya kulevya, ukiwa msambazaji, ikiwa msafirishaji, ikiwa unamficha mtu ambaye anatumia dawa za kulevya, basi hata kama uwe mwanafunzi wa jinsia ya kike ama ya kiume, basi sheria lazima itachukua mkondo wake. Kwamba tunataka yaishe, ndipo serikali imekuja na mawazo kwamba toka watu walikuwa wanapewa dhamana, yakaja marekebisho kwenye sheria ambapo chini ya kifungu cha 151 ambapo kifungu hichi kimekuja kudinai au kukataza kwa wale ambao wanatuhumiwa kwa makosa ya udhalilishaji kupewa dhamana. Lengo na madhumuni yake manake ni kupunguza. Ikitokea ni katika jamii yangu kutana vijana kama mimi wanaotumia madawa ya kulevya, cha kwanza nitapa shauri cha kwanza, lakini nikiona bado naendelea na tabia, itabidi mimi nitoke na nifikishe habari hii kwa nani, kwa taasisi za wanazopambana na madawa ya kulevya. Hivyo nikitoka hapa nitaenda kuwa balozi katika mtaa wangu ama hapa jamii kwa ujumla, ili tujue athari ambazo zinapatikana katika madawa ya kulevya na vitu kama hivyo.